Mheshimiwa Mwenyekiti, vile vile wizara yangu inasimamia taasisi 3 ambazo ni Chuo cha Diplomasia kilichopo Kurasini jijini Dar es Salaam, mpango wa kujitathmini kiutawala bora barani Afrika, na kituo cha kimataifa cha mikutano cha Arusha ambacho pia kinasimamia kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere kilichopo Dar es Salaam. Maelezo ya kina kuhusu utekelezaji wa majukumu yaliyopangwa, ikiwa ni pamoja na mafanikio yaliyopatikana kwa taasisi hizo, yameainishwa kuanzia aya ya 219 hadi aya ya 227 ya kitabu cha hotuba yangu. Changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2016-2017 na namna ya kuzipatia ufumbuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na kuwepo kwa mafanikio yaliyopatikana katika kipindi cha mwaka wa fedha 2016-17, zipo changamoto mbalimbali ambazo wizara imekabiliana nazo wakati wa kutekeleza majukumu yake. Baadhi ya changamoto hizo ni pamoja na njia ya kukabiliana nazo vimefafanuliwa kwa ndani kwa kina zaidi katika aya ya 228 hadi 232 katika kitabu cha hotuba yangu. Sasa malengo ya wizara kwa mwaka wa fedha 2017-18. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2017-18, pamoja na mambo mengine, Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki imepanga kutekeleza malengo makuu muhimu kulingana na majukumu yake kama yalivyoainishwa katika aya ya 233 ya kitabu cha hotuba yangu. Shukrani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya pekee naomba kuchukua fursa hii kuwashukuru mabalozi, wawakilishi wa taasisi za Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa kwa ushirikiano mkubwa wanaotoa kupitia nchi zao katika kufanikisha mipango mbalimbali ya maendeleo inayotekeleza ndani ya serikali ya awamu hii ya 5. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ya awamu ya 5 imeendelea kupata mafanikio makubwa kutokana na mchango wa wadau na washirika wa maendeleo kutoka nchi na taasisi mbalimbali za kimataifa, kikanda pamoja na sekta binafsi. Naomba nitumie fursa hii kuwashukuru washirika wote wa maendeleo, ikiwa ni pamoja na Afrika Kusini, Algeria, Australia, Austria, Brazil, Canada, China, Cuba, Denmark, Finland, Hungary, India, Italia, Ireland, Israel, Iran, Japan, Korea Kusini, Korea Kaskazini, Kuwait, Malaysia, Marekani, Malta, Misri, Morocco, New Zealand, Norway, Oman, Poland, Qatar, Saudi Arabia, Sweden, Singapore, Thailand, Ubelgiji, Ufaransa, Uhispania, Uholanzi, Uingereza, Ujerumani, Urusi, Umoja wa Falme za Kiarabu, Ureno, Urusi, Uswisi, Uturuki na Vietnam. Mheshimiwa Waziri, omba pesa, muda wako umekwisha. Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba hotuba yangu hii iliyobakia iingie
katika kumbukumbu na hapa nilivyofika. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja. Mheshimiwa, soma tu hiyo pesa unayoiomba. Soma tu hiyo amount, iingie kwenye Hansard. Makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2017/18. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuweza kutekeleza kikamilifu majukumu kwa mwaka 2017 na 18, wizara imetengewa shilingi bilioni 150,845,419,000. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 142 kweli amenichanganya hapa. Toa hoja. Milioni 845,419,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 8 ni kwa ajili ya bajeti ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, naomba kuchukua nafasi hii kukushukuru wewe binafsi na waheshimiwa wengine kwa kunisikiliza.